Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea ndani kwa ndani. Mambo yamekuwa ni mazito kwelikweli mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sport Club kupoteza mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara na kuweza kupoteza taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara mbele ya wapinzani wao. Unazungumzia klabu ya soka ya Yanga. Sasa unaambiwa Simba akukaliki viti vya moto. Taarifa kubwa imeweza kutolewa kwa siku ya leo juu ya kile ambacho kinachoendelea. Unaambiwa watu wameamua kutupa taulo na kujiweka pembeni juu ya yale yote ambayo yameweza kujili. Nani huyo ambaye ameamua kuachia nafasi? Utakwenda kujua hapa kila kitu kinachoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, kwa maana sasa hivi kila kinachoshikika kwenye klabu ya Simba chote ni cha moto kutokana na wapinzani kuweza kuwazidi klabu ya Simba, mashabiki wakiweza kutaka mabadiliko na yapi ambayo yamefanyika utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha mabingwa wa kihistoria. Hapa nazungumzia Simba Sport Club. Bana, mara baada ya klabu ya soka Simba kuweza kuangusha pointi 6 mbele ya klabu ya soka ya Young Africans, sasa unaelezwa kwamba kunako viunga vya Simba Sport Club mambo ni mazito kweli kweli, akukaliki akushikiki, mambo yanazidi kuwa mabaya kadili siku ambavyo zinavyozidi kwenda. Bana, unaambiwa katika siku ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi ni siku ambayo ya tarehe 25, huku ikielezwa kwamba katika taarifa za ndani wachezaji waligomea kwenda kucheza mchezo huo kutokana wakiwa na madai ya kwamba wanaudai uongozi fedha zao pamoja na limbikizo la mshahara pamoja na bonus ambazo waliahidiwa huko nyuma, lakini hazikuwa bado hazijatekelezeka. Sasa inaelezwa kwamba mdhamini Mo Dewji, ikielezwa kwamba alikuwa akitaka matakwa yake, barua yake iwezewe kujibiwa kwenye kwa viongozi ndipo aweze kutoa hela. Mambo yakawa ni mvutano kweli kweli. Alikuja kuokoa jahazi ni mdhamini mpya hapa nazungumzia J Ruti, ndo alikuja kuweza kuiokoa klabu ya soka ya Simba, kwa taarifa ambazo zinasemekana kwamba ndio alikuja kuweza kuwashawishi wachezaji waende uwanjani. Sasa kile kilichoweza kutokea, uwezi kumlaumu mchezaji ama uwezi kulilaumu benchi la ufundi. Wachezaji wa klabu ya soka ya Simba wamecheza bila bonus yoyote katika mchezo wa dabi, na hii si jambo la kawaida. Unafahamu bonus lazima, mechi kubwa kama hii ya dabi uwezi acha kuweka bonus kwa wachezaji wako wapambane kwa hali ya juu. Kwa mfano kwenye klabu ya soka ya Yanga, wenyewe waliahidiwa zaidi ya shilingi bilioni 1, ambapo mdhamini ambaye ni GSM alitoa milioni 500, huku Yanga kama wenyewe na uongozi wao chini ya rais Engineer Hersi wenyewe walitoa shilingi milioni 500. Kwa jumla ukizicombine ni shilingi bilioni 1. Imagine mechi ya dabi, mtu anawekewa bilioni 1 kama pesa ambayo anatakiwa kuichukua katika mchezo huo. Weka tathmini hapo uone kwamba Simba alikuwa anakwenda kucheza na watu wa aina gani, watu ambao wamevaa roho mbaya. Sasa kocha Fadlu Davis yeye ameweza kuweka wazi kabisa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, huku ikielezwa kwamba huenda akatimka ndani ya kikosi hicho. Unaambiwa Fadlu kuondoka Simba msimu wa 2025-26. Kocha mkuu wa Simba Fadlu Davis ameweka wazi kuwa kuhusu kubaki ndani ya kikosi hicho msimu ujao tusubiri na kuona. Juni 25, 2025, baada ya dakika 90, ubao wa uwanja wa Mkapa ulisoma Yanga 2 Simba 0.
Fadu alianza namna hii: pongezi kwa Yanga, nadhani wamekuwa na wachezaji wa mechi kubwa na hilo limekuwa tofauti kwenye siku ya leo, namna ambavyo Yanga wamekuwa kile ambacho wanafikiria na kukifanya kwenye mechi kubwa. Nje na ndani kumekuwa na tofauti kubwa, ambacho tumeona ni kwamba tumefikia malengo ambayo tulikuwa nayo, lakini kuna mambo hayajaenda. Unajua, kuna mengi hayajaenda vizuri kwenye kwetu, hatujafurahia, ila tuna muda kukaa na uongozi kuzungumzia ili, kwani unaona ni aina ya kikosi ambacho tupo nacho. Sasa hapa nazungumza mambo ya nje ya uwanja ambao sasa ndo Fadu Davis anayazungumza hapa, kwamba watakana uongozi kuweza kujadili juu ya kile ambacho kimeweza kutokea. Kuna mambo ambayo yapo Simba wenyewe kwa wenyewe yakiwa katika mvutano mkubwa kweli kweli, unaambiwa mambo ni mazito. Anaendelea kusema ya kwamba akili katika kutawala mechi kubwa kwa msimu huu hatujafurahia, na tutakaa na uongozi kuona namna gani tunakwenda mbele. Kikosi ambacho tupo nacho tunahitaji kupata wachezaji wenye ubora ambao watakuwa na nguvu na ushindani. Ni mwendelezo wa kutengeneza timu, kwa kuwa tumekuwa na vijana ambao wanafanya kazi kubwa. Kuna maono ambayo yapo kwa ajili ya wakati ujao, tunapaswa kufanya maboresho. Labda tumefanikiwa kufikia malengo kulingana na aina ya kikosi ambacho tupo nacho, tunapaswa kuangalia mbele zaidi katika kutengeneza timu. Tunahitaji nguvu zaidi, uwezo mkubwa na kuwa bora zaidi kwa uaminifu zaidi. Ninaweza kusema kwamba tumefanikiwa kuwa mshindani mbele ya Yanga na kikosi ambacho tupo nacho, imekuwa ni jambo kubwa. Ila utaona kwamba kuna wachezaji ambao niliwakuta wakiwa katika kikosi. Kuna baadhi ya wachezaji ambao nilikuwepo wakati wanasainiwa, inaweza kuwa 3 hivi kama Mpanzu, Kamara na Ateba. Tunahitaji muda zaidi, mechi zaidi, kuwa imara, timu mpya na muundo mpya ndani ya Simba. Ni muda kukaa na kuona kwamba kipi ambacho tutafanya kwa ajili ya wakati ujao. Shukrani kwa mashabiki, uongozi wa Simba. Rais Mo amekuwa na maono makubwa. Alipoulizwa kuhusu uwepo wake msimu ujao, kwa kifupi aliweka wazi kuwa tutaonana. Unaona, kwa kile ambacho kinachoendelea, mambo yanazidi kuwa ni mazito. Kama nilivyokuambia, ndani ya uongozi kumekuwepo na kashikashi. Hata kocha Fadru mwenyewe ameweza kusema ya kwamba hawakuwa bora nje ya uwanja kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea. Mambo yamekwenda vibaya kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mmoja akiweza kushuhudia yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wenyewe wanasema ya kwamba wanamlaumu yule ambaye alipeleka ama aliyekubali kupeleka timu siku ya Juni 25 kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Wenyewe wanaona kabisa mambo si mazuri kwa upande wao, huko wakimlaumu aliyewapelekea timu tarehe 25 kwamba walikuwa kabisa wamezamilia kwamba hawahitaji kwenda kuweza kucheza katika mchezo huo, kutokana na namna ambavyo inaelezwa kwamba katika yale yote ambayo yalikuwa yakiendelea, walitambua wazi kwamba hawakuwa na timu ya kwenda kupambana na klabu ya soka ya Young Africans. Tusubiri kuweza kuona ni kipi zaidi kitajiri katika haya ambayo yanayoendelea kwa wakati huu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.